Young Africans ni klabu ambayo inahusishwa sana masuala ya upangaji wa matokeo na rushwa ndani yake, kwa sababu ya matukio mengi ambayo huwa yanatokea kwenye mechi zao, lakini Yanga ina uwezo wa kuwafungulia kesi watu wote ambao wanaishutumu Young Africans na masuala ya upangaji wa matokeo, kwa sababu hawana ushahidi wa moja kwa moja. Yaani watu wanazungumza kwamba Yanga inapanga matokeo kwenye ligi kuu, lakini hakuna mtu mwenye ushahidi wa moja kwa moja kwamba kweli Yanga wanapanga matokeo. Manake wakiamua kuwachukulia watu hatua, wana uwezo wa kuwafungulia watu kesi wengi, lakini pia ina uwezo wa kunufaika zaidi na kupata pesa nyingi kupitia hao watu ambao wanaishutumu ama wanaitaja kwamba ni timu ambayo inatumia fedha kuwarubuni wachezaji ama kuwahonga viongozi wa timu fulani, au labda kutengeneza mazingira yote yale ambayo yanaweza kwenda kuifanya Yanga kwenda kunufaika. Unajua Yanga ni taasisi kubwa na ni brand kubwa, ni brand ambayo inauzika sokoni by the way, na ni brand ambayo makampuni mengi wanaiamini. Sasa inapohusishwa na masuala ya upangaji wa matokeo, manake brand ya Young Africans inachafuliwa na watu ambao hawana ushahidi wa moja kwa moja. Kwa hiyo kuichafua kwao, na kwa sababu hawana ushahidi wa moja kwa moja, manake Young Africans ina uwezo wa kuwafungulia watu kesi ili kulinda brand yake. Tumeshuhudia mara nyingi makampuni mengi duniani huwa yanajiondoaga kwenye vilabu au kwa mchezaji fulani pale ambapo inavyobainika kwamba labda yule mchezaji anatumia vitu ambavyo sivyo kwenye jamii. Kwa mfano kama unakumbuka nyota wa zamani wa Manchester United, Mason Greenwood, wakati ule amehusika kwamba ameshutumiwa kwamba amempiga mpenzi wake ambaye mpaka sasa wako pamoja, ni wapenzi, lakini kwa sababu alimpiga na ikajulikana hivyo, Manchester United pia walimtoa kwenye timu yao. Lakini pia wadhamini, ilikuwa wadogo walikuwa na udhamini wa Adidas, walijiondoa pia kwenye ule udhamini. Lakini pia makampuni mengi ambao kuna makampuni mengi pia ambao walitishia pia kujiondoa Manchester United kama ikitokea wataendelea kushirikiana naye. Ni kwa nini kwa hivyo? Ni kwa sababu ya kulinda brand ya kampuni. Sasa nimetolewa mfano, sio mfano ambao una relate sana na hiki ambacho nakizungumza kuhusu Young Africans, lakini Yanga ni klabu ambayo inafanya kazi na makampuni mengi. Sasa hakuna kampuni ambayo huwa mara nyingi inapenda kufanya kazi na klabu ambayo ina kashfa mbalimbali. Huwa kila kampuni inatamani kufanya kazi na klabu ambayo ina heshima nzuri kwenye jamii, klabu ambayo inathaminika kwenye jamii, ili kusudi kile ambacho wanakitoa kwa ajili ya ile klabu basi kiweze kuwafikia wengi na kiweze kunufaisha wengi. Yanga inapopata wadhamini haiwanufaishi tu Yanga peke yao kama klabu, lakini kuna mashabiki na watu wengine wengi ambao wapo karibu na Yanga wanaweza pia kunufaika. Kwa mfano unaona Yanga inatoa misaada kwenye vituo mbalimbali vya watoto yatima. Ni kwa sababu hiyo pesa ambayo wanapata kutoka kwa wadhamini. Manake yani wadhamini hawatazami tu kukupa wewe pesa za kuendesha timu, lakini wanatazama pia namna ambavyo unajiengage na jamii moja kwa moja. Na ndio maana Yanga pia imekuwa na makampuni mengi kutokana namna ambavyo inaendeshwa, ubora wa hali ya juu, hakuna kelele za hapa na pale, yani timu ina utulivu wa kutosha, na ndio maana inapata wadhamini wengi. Sasa kwenye hizi tuhuma ambazo wanakutana nazo kutoka kwa watu tofauti tofauti, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana ushahidi wa moja kwa moja, wao kama klabu wakiamua kuwa serious, wana uwezo wa kuwafungulia watu kesi na wakaenda kushinda, kwa sababu hakuna ushahidi wa moja kwa moja ambao unathibitisha kwamba kweli Yanga anapanga matokeo. Kama unakumbuka issue na Tabora United ilizungumzwa sana, lakini mwisho siku Yanga ni waungwana sana, hawakusema kitu, wamekaa tu kimya mpaka na leo. Issue ya Yanga na Fountain Gate jana, mpaka leo hujasikia taarifa yoyote ile ya Young Africans wakieleza kuhusu hilo swala. Maana yake wamekaa tu kimya, lakini Fountain Gate wao kama klabu wamemsimamisha golikipa kwa sababu wanahisi kwamba alipanga matokeo. Sasa kwa sababu wanahisi kwamba alipanga matokeo, maana yake Yanga walimrubuni. Ina maana kama itaenda mbali, wao wanaweza pia kwenda kufungua kesi, na sio tu kwa hawa viongozi wa hizo timu ama walezi hizo timu ambazo mara kadhaa wamekuwa wakitoa kauli ambazo zinaashiria kwamba Yanga wananunua mechi, lakini hata kwa watu tu mbalimbali, wadau mbalimbali wamekuwa wakizungumza sana. Kwa ni moja ya vitu pia ambavyo Yanga wakiamua kuvisimamia kidete vinaweza kwenda kuwanufaisha. Mpira wetu umefika kwenye level ambayo ushindi unapatikana kwenye maeneo mengi. So sometimes watu wanajaribu kuangalia namna nyingine ya kwenda kupata matokeo, au kutafuta ile tunasema, unajua ukishafungwa unatafuta kakichaka kakutokea, yani unatafuta sehemu ya kwenda kutolea lawama.
Sasa kuna timu nyingi sasa hivi zitafungwa sana na Yanga, halafu zinaweza zikaegemeza hoja kwenye eneo la upangaji wa matokeo, kwamba labda golikipa wetu alichuchomesha au labda kuna wachezaji ambao walicheza chini ya kiwango. Na kwa sababu tayari Yanga inatajwa kama ni timu ambayo inatoa rushwa kwa watu tofauti tofauti, manake hiyo inaweza ikatumika kama silaha ya watu kujitetea dhidi ya Yanga. Lakini kumbe Yanga ni timu ambayo ina quality nzuri na wachezaji wengi bora na inashinda kihalali. Kwa mfano kuna hayo makosa ambayo ameyafanya John Nobo. Yapo mengine ambayo tumewahi kuyaona kwa magolikipa wengine. Kwa mfano goli ambalo alifungwa la kwanza na Clement Mzize, John Nobo alitema mpira ya kwenda kurudi ndani ya uwanja. Ni makosa ambayo hata Musa Pimping kama mara nyingi amekuwa akiyafanya. Sasa kwa sababu amekuwa akiyafanya na ni vitu ambavyo vinatokea tu kwenye mpira, sio yeye tu peke yake ambaye anafanya hivyo, manake ana kila sababu yeye kama goalkeeper pia kujitetea kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kumshutumu moja kwa moja pia kwamba labda alirubuniwa, ina maana unaifanya Yanga ionekane kama ndio ambayo ilimrubuni John Nobo. Kwa hiyo kwa kile ambacho kinaendelea, nafikiri Yanga wakiamua kuwa serious, wana uwezo wa kuwafungulia watu kesi ya kuwashutumu kwamba wanatoa rushwa wakati hawatoi rushwa, kwa sababu watu hawana ushahidi, lakini inatajwa ni Yanga. Sasa hiyo inaweza kuwaharibu. Hii ni taasisi kubwa ambayo inafanya kazi na makampuni mengi duniani na makampuni mengi barani Afrika. So ikitokea kweli inabainika kwamba inakashifu kama hizo, kuna makampuni yatajiondoa. Lakini pia kwa sababu sasa hivi bado hakuna ushahidi ambao unathibitisha hilo, ili kulinda ile reputation ya club au kulinda ile heshima ya club, ni lazima watu ambao wanahitaji Yanga kama ni timu ambayo inarubuni wachezaji iweze kuadhibiwa, au watu waweze kuadhibiwa. Wakiadhibiwa manake watabehave dhidi ya Yanga. Hakuna mtu ambaye ataisema tena Yanga vibaya. Lakini kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kinaweza kaendelea kuzungumzwa hivyo miaka yote. Tafika wakati tutaanza kusikia watu wanasema hata ubingwa ambao wanachukua Yanga sio halali kwa sababu wanapanga matokeo. Mimi nakwambia, kwa nafikiri Yanga wangeandika tu statement hata moja tu kuambia watu kukanusha hizi taarifa zote ambazo zinatoka, inaweza kuwatia watu hofu na watu wakaacha. Lakini kama wataendelea kuwa kimya, inaweza ikawa mbaya zaidi hapo mbele.